Timu ya taifa ya Kongo bado haijafuzu kombe la dunia mara baada ya kushinda kwa mikwaju ya penalti mbele ya timu ya taifa ya Nigeria, kibabe kweli kweli, lakini imepata tiketi ya kuliwakilisha bara la Afrika kwenye FIFA Intercontinental Playoff, ambayo hiyo sasa format yake ni ngumu kweli kweli, na kuna uwezekano sasa vijana wa Kongo njia yao ikawa ngumu au ikawa nyepesi kama hizi timu mbili zitafuzu, Panama pamoja na vijana wa Iraki. Sasa hizi mbili zikifuzu, maana njia ya Kongo inakwenda kuwa ngumu. Kwa nini? Usikize kwa makini hapa, usiruke hata sekunde moja hii video. Kama utaelewa basi utairudia tena, utaweza kuelewa bila shaka. Sasa kwenye FIFA Intercontinental Playoff hii hapa basi itahusisha jumla timu 6, ambapo timu moja itatoka CAF, timu moja itatoka Asia, timu moja itatoka Oceania, timu mbili zitatoka CONCACAF na timu moja pia itatoka CONMEBOL, ambapo CONMEBOL tayari tumeona vijana wa Bolivia wameshatinga. CONCACAF bado tunasubiri hizo timu mbili, ambapo Jamaica, Haiti pamoja na vijana wa Panama ndio wanawania nafasi. Bila kusahau basi kule Asia zinasubiriwa timu mbili ziweze kumalizana. Ligi ya kwanza imesha moja, United Arabs pamoja na vijana wa Iraq, na United Arabs alikuwa nyumbani, so atakuwa ugenini kwa Iraq, na moja kwa moja atakayeshinda hiyo game atafanikiwa pia kupata hiyo tiketi. So zinasubiriwa timu 3 mpaka sasa, 3 zimesha qualify, 3 bado zinasubiriwa. Sasa nani ambao vinafanya kazi hii Intercontinental Playoff, ndio unisikiza kwa makini hapa, ni kwamba kutakuwa na path mbili. Hizo path mbili watakao kuwa mabingwa hizo pass moja kwa moja watakuwa wamepata tiketi ya kwenda kushiriki kombe la dunia, kwa sababu timu ni 6 zinagawanywa katikati, timu 3 huku 3 huku, then kila timu ambayo itapita kwenye kila path hapa itakuwa imefanikiwa kuwa bingwa moja kwa moja, itakuwa imefanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka 2026. Sasa ni kwamba kinachotumika kupanga kwamba nani anakwenda kwa njia nyepesi na nani anakwenda kwa njia ngumu ni FIFA ranking. Na FIFA ranking inakwenda kuamuliwa kivipi? Ni kwamba timu mbili za juu ambazo zitakuwa zimaliza nafasi mbili za juu, yani kwenye FIFA ranking timu mbili ambazo zitakuwa na nafasi za juu juu, basi moja kwa moja zenyewe zitaanzia finali moja kwa moja, kwa sababu timu ni 3 kwenye kila path, maana yake haiwezekani kuanzia semi final. So timu mbili zitacheza semi final, timu moja yenyewe itakuwa ipo finali, na subiri hawa wamalizane semi final, then icheze naye na bingwa ambaye ameshinda. Baada ya hapo atakuwa ameshinda pia atatinga kombe la dunia. So kwa timu ya taifa ya Kongo mpaka sasa katika hizi 3 ambazo zimefuzu na wao pia wakiwemo, basi wao ndio wanaongoza kwa FIFA ranking kwa nafasi ya 60. Basi vijana wa New Caledonia hawafiki, lakini pia the same kwa vijana wa Bolivia pia hawafiki. Hofu inakuja ni kwamba kama vijana wa Iraki watafuzu ambao wapo juu ya Kongo, bila kusahau vijana wa Panama pia wapo juu ya Kongo, so hawa wakifuzu maana yake hawa ndio watapata nafasi ya kwenda kucheza finali moja kwa moja, lakini vijana wa Kongo italazimika waanzie semi final. So watacheza semi final kwanza, then ndio watakwenda kutinga finali. So kwa yule ambaye amemaliza nafasi mbili za juu kwenye FIFA ranking katika hizo timu 6, wao watacheza game moja tu ambayo itakuwa finali, watasubiri semi final zichezwe, watakuja kucheza game finali. Lakini wale ambao watakuwa chini kuanzia timu ya 3 mpaka timu ya 6, basi wao watacheza kuanzia semi final, maana kutakuwa na game mbili. Sasa hapo ndipo kibabe sana, ndio maana nikasema vijana wa Kongo pengine njia yao ikawa nyepesi au ikawa ngumu. So Iraq akiondoka kwenye mashindano au Panama akiondoka kwenye mashindano, basi moja kwa moja vijana wa Kongo lazima tu watacheza game moja tu ambayo itakuwa ni game ya finali na watatinga kombe la dunia. Inshallah sisi Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla tunawaombea, kwa sababu ndio wanatuwakilisha watinge kombe la dunia. Lakini nakumbusha kwamba timu ya taifa ya Kongo mwaka 1974 ilishiriki kombe la dunia kibabe kweli kweli, ikiwa inaitwa Zaire kipindi kile. So ilishiriki kombe la dunia mwaka 1974. So kama watashiriki kwa sasa itakuwa awamu yao ya pili kushiriki kombe la dunia. Bwana, timu ya taifa ya Kongo to the world.